Hujambo mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na karibu sana ndani ya Zone Media. Kama kawaida tumekuwa tukipeana taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikijiri Mashariki ya Kati. Na huko Mashariki ya Kati tumeona sasa hivi kwamba mapigano baina ya Irani na Israel tayari yamesimamishwa au yamesitishwa kabisa mapigano hayo. Na kuna taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikiibuka huko Mashariki ya Kati, katika Israel lakini vile vile katika nchi ya Iran, ambapo taarifa kubwa sana ambayo imegonga vichwa vya habari wiki hii ni kuhusu taarifa ya bunge la Irani kuidhinisha kwamba serikali ya Irani isitishe ushirikiano na shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA. Ni taarifa ambayo ilikuwa ni kubwa sana na iliweza kuchukua taswira ambayo si nzuri, kwa sababu wachambuzi mbalimbali wa kidiplomasia duniani walionya kwamba huenda labda ikawa ni uwezekano wa mzozo mwingine kuweza kuibuka kwa hapo baadaye ikiwa tu Irani itafanya hivyo kuweza kusitisha ushirikiano na IAEA. Lakini baada ya bunge hilo kuweza kuidhinisha taarifa hiyo, sasa leo hii taarifa kubwa sana ni kuhusiana na nchi ya Urusi kuitaka Irani kwamba iendeleze ushirikiano na IAEA, shirika la kimataifa la nguvu za atomic. Sasa kabla ya kuanza kuchambua na kuona taarifa hii ya Urusi kuitaka Irani kuendeleza ushirikiano na IAEA, na kurudisha nyuma kidogo kwenye taarifa ya hapo awali ya bunge la Irani, kile ambacho walikisema. Taarifa ilisema kwamba bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani limepitisha kwa kishindo uamuzi wa kusitisha ushirikiano wa nchi hiyo na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Irani mwishoni mwa wiki. Kikao ambacho kilifanyika, wabunge walijadili na kupiga kura juu ya mpango huu, ambapo wabunge walikuwa ni 223 lakini waliokuwepo ni 221, ambapo walipiga kura ya ndio hao 221, lakini huyo mmoja yeye hakutaka kupiga kura kabisa. Lakini taarifa hii pia ilisema kwamba uamuzi huo ulikuja siku chache tu baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo matatu ya nyuklia, Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Irani ikasema kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ni uvunjifu mkubwa wa sheria za kimataifa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, lakini vile vile shirika la nguvu za atomiki la Irani AEOI limesema kuwa mashambulizi hayo hayatazuia nchi hiyo kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa madhumuni ya amani. Huu mkataba ulisainiwa kwa pamoja lakini ukaonekana kama umevunjwa. Kwa hiyo Irani wakaona kwamba kuna usaliti mkubwa wa kimataifa kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika hapa. Lakini vile vile Marekani ni moja kati ya nchi ambayo ni mshirika mkubwa sana kwenye IAEA, shirika la kimataifa la nguvu za atomiki, ni mshirika mkubwa. Lakini Irani kaja kupata wasiwasi kwamba kwa nini tumeshambuliwa. Wakaona kwamba ni usaliti mkubwa ambao umefanyika. Ndio maana bunge likaweza kukaa chini na kupitisha adhimio kwamba serikali ya Irani iweze kusitisha mara moja ushirikiano na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki. Sasa ikaibua maswali mengi sana, na ilikuwa ni hofu ambayo wangeona kwa hapo baadaye ingekuja kuleta mzozo mwingine tena kwa mara nyingine, kwa sababu hata Israel walikuja kutoa taarifa kwamba endapo Irani itaendeleza kurutubisha uranium kwenye kati zijazo au kwa siku zijazo, endapo itasikia au kuona au kubaini kwamba wanafanya hivyo, basi haitasita kuchukua hatua dhidi ya Irani. Kwa hiyo hapa kuna mvutano mkubwa sana. Sasa hatimaye leo nchi ya Urusi, serikali ya Urusi imeitaka nchi ya Irani kuendeleza ushirikiano na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA. Unaona? Sasa taarifa ambayo imetoka inasema kwamba serikali ya Urusi imetoa wito kwa Irani kuendeleza ushirikiano wake na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kufuatia hatua ya Tehran kutangaza kusitisha ushirikiano na shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalosimamia shughuli za nyuklia. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa licha ya hatua za hivi karibuni za Irani, ni muhimu kwa Tehran kuendelea kushirikiana na IAEA ili kudumisha utulivu wa kimataifa na kuondoa wasiwasi kuhusu mpango wake wa nyuklia. Urusi tangu mwanzo kabisa kwenye vita hivi alionekana kama ni mpatanishi wa pande zote mbili. Rais Vladimir Putin pamoja na viongozi wengine, mfano ule Medvedev, alikuwa akitaka suluhu iweze kupatikana haraka. Kwa hiyo Urusi tayari alishajitanabaisha kwamba ni mtu ambaye anatamani suluhu ipatikane kwenye vita hivi. Sasa hapa pia
baada ya taarifa hii kuweza kutoka, Urusi sasa amekuja kwa haraka kuweza kuchukua hatua za kuishauri Irani kwamba iendeleze ushirikiano wake na shirika hili la kimataifa la atomic, kwa sababu tu ya kuogopa mvutano kutoendelea hapo baadaye. Kwa sababu endapo Irani itasitisha ushirikiano na shirika hili la kimataifa la nguvu za atomic, kutakuwa kuna wasiwasi mkubwa juu ya shughuli za nyuklia za nchi ya Irani katika nchi yake. Kwa sababu Marekani kwenye taarifa yake ambayo ameitoa ni kwamba amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuweza kudhibiti mpango endelevu wa Irani kwenye masuala ya uranium kutengeneza nyuklia. Yaani kwa kifupi ni kwamba Marekani amefanikiwa kudhibiti mpango wa Irani wa nyuklia. Lakini Irani amesema kwamba mpango wake haujaathiriwa kwa chochote. Ni asilimia chache sana ambazo zinaweza zikatokea kwamba wakachelewa kwa angalau miezi 2 au miezi 3, lakini watafanikiwa kwa asilimia zote 100 kwa hapo baadaye. Hapa sasa Urusi imesema kwamba imeonya kwamba huenda ikaibua sitofahamu kubwa kwa hapo baadaye, lakini vile vile kukako na wasiwasi kwamba huo mpango wa nyuklia ambao watakuwa nao Irani kwa nyakati zijazo utakuwa namna gani ikiwa tu watasitisha ushirikiano na shirika hili la kimataifa la nguvu za atomic. Kwa sababu shirika hili lina wajibu wa kuweza kukagua, kudhibiti, kuangalia maendeleo jinsi ambavyo wanafanya. Yaani lina ratibu vitu vingi sana kwenye masuala ya nyuklia hapa duniani. Sasa kama watasitisha, ina maana kwamba Irani inaweza kujichukulia nguvu yoyote anayoiona yeye kwenye kutengeneza nyuklia, kiasi cha kwamba ikaja kuleta hatari kama ambavyo Rais Trump alizungumza hapo awali kabla mashambulizi kuweza kufanyika. Taarifa hii pia ikaendelea kwa kusema kwamba kauli ya Lavrov imekuja baada ya baraza la walezi la Irani kuidhinisha muswada wa bunge unaosimamisha ushirikiano wa shirika hili, likiwemo zuio kwa wakaguzi wa shirika hilo kutembelea na kukagua vituo vya nyuklia vya Iran. Kwa nini bunge la Iran limepitisha muswada huu kwamba kuwekwe zuio? Kwa sababu Marekani alivyokwenda kumshambulia Irani kwenye vituo vyake vya nyuklia ni kama alikuwa anajua ramani zote. Shirika hili la kimataifa la nguvu za atomic duniani wanaonekana kama ni wanafiki. Yaani wao wanakwenda kutoa taarifa kule kwenye idara za kijasusi za Israel na Marekani. Wanakuja wanakagua, wanaonekana kwamba wanakwenda kutoa taarifa, wengi wanapenda kuita wanaenda kutoa umbea. Sasa katika hiki kinachoonekana hapa, Irani ana wasiwasi mkubwa juu ya mpango wake wa nyuklia kwenye vituo vyake. Kama shirika hili ndio wakaguzi wakubwa wa mambo yote ya nyuklia ambayo yanaendelea katika nchi husika, ikiwemo Irani ambayo kwa sasa hivi kuna vuguvugu kubwa, ina maana Irani inahofia kama iliweza kushambuliwa kwa mara ya kwanza, na wakiamini kwamba yawezekana wafanyakazi au wale washiriki wakubwa wa shirika hili ndio ambao wamepeleka maneno kule katika idara za kijasusi za Kimarekani na Israel hadi wakaweza kushambuliwa, watashindwaje kwa hapo baadaye ikiwa Irani itaendeleza kampeni yake ya nyuklia katika nchi yake ikiwa wao ndio wakaguzi wakuu? Kwa hiyo ndio maana hapa Irani imepigilia mkazo kwamba hawataki tena kushirikiana na shirika hili. Ndio maana sasa Urusi bado anaendelea kuwaomba kwamba wakubali kuendelea kushirikiana nao, lakini Irani anakataa kabisa kwa kusema kwamba anaona ni kama wanafiki tu. Taarifa pia ikaendelea kusema kwamba kwa upande mwingine mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi amesema Irani haina haki kisheria kusitisha ushirikiano huo kwa upande mmoja, na ameonya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mgogoro mpya wa nyuklia. Grossi amesema kufungwa kwa milango kwa wafanyakazi wa IAEA ni hatua hatari inayoweza kuathiri usalama wa dunia. Sasa mkurugenzi mkuu Rafael Grossi amezungumza wazi kwamba Irani haina haki ya kuweza kusitisha makubaliano hayo au kusitisha mkataba huo wa wao kutoshirikiana na IAEA. Na amesema kwamba na kuonya pia endapo Irani ataendeleza kampeni yake hii ya kuweza kuleta labda tuseme ukinzani wowote au katazo kwa washirika wa IAEA na wafanyakazi kufika kwenye vituo vya nyuklia na kuweza kukagua, inaweza ikaibua mgogoro mkubwa wa kinyuklia duniani. Mgogoro mkubwa wa kinyuklia duniani kwa hapo baadaye. Grossi ni mkurugenzi mkuu na tayari baada ya kuweza kuona taarifa hii amechukua hatua za awali kabisa kuweza kuonya hiki kitu ambacho Irani amekiidhinisha kupitia bunge lake. Taarifa ikasema tena, Urusi ambayo ni mshirika mkubwa wa kimkakati wa Irani imeendelea kuunga mkono haki ya Teherani kuendeleza mradi wa amani wa nishati ya nyuklia, huku ikipinga vikali mashambulizi ya hivi karibuni kutoka Marekani na Israel dhidi ya Irani. Irani nayo imeendelea kusisitiza kuwa haina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, ikisema lengo lake ni kutumia teknolojia hiyo
kwa matumizi ya amani pekee. Urusi anaunga mkono haki ya Teherani kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa njia ya amani. Lakini pia Teherani anasema kwamba yeye mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya masuala ya amani tu, ila sio vitisho labda kuleta taharuki duniani, kutishia watu wengine kwa namna moja ama namna nyingine. Teherani inaunga mkono na Urusi kwenye masuala ya amani, huko akiamini kwamba yeye nyuklia yake anaitumia kwenye kutengeneza dawa na masuala ya nishati ya umeme kwa ajili ya wananchi wake wa Irani. Anakana vikali Irani kwamba hawezi kutumia nyuklia pasipo na malengo yake ambayo yamejiwekea. Ndio maana shirika hili la atomiki duniani pia limekuwa likidhibiti ule mpango wa nyuklia endelevu zaidi ambao unazidi kiwango ambacho kitafikia hatua ya kutengeneza bomu la nyuklia kuna asilimia zake. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaonekana kwamba kuna sitofahamu kubwa sana kuhusu taarifa hii. Ikiwa taarifa hii ni ya mapema kabisa ya Urusi kuitaka Irani kuendelea kushirikiana na shirika hili, baada tu ya jana bunge kuweza kutoa taarifa ya wazi kabisa kwamba haiko tayari kuweza kuendeleza ushirikiano na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki. Sasa mtazamaji, hapa nimekupa taarifa hii, lakini kuna taarifa nyingi ambazo zitakuja juu ya jambo hili. Trump sina shaka anaweza kazungumza, Netanyahu anaweza kazungumza, viongozi wakubwa duniani wanaweza kuzungumza, wenye misuli ya mataifa yao yenye misuli ya nyuklia wanaweza kuzungumza. Pia NATO wanaweza kuzungumza pale, magharibi yote mataifa makubwa yale, Uingereza, Ujerumani, Italia na mataifa mengine wanaweza pia kuzungumza. Cha msingi tu ni kusalia na Zone Media ili tuone jambo hili litaishia vipi na mwisho wa siku tutapata mwafaka kuhusu taarifa hii. Nini ambacho kitaendelea? Je, Irani atashikilia msimamo wake kwamba hataki ushirikiano na shirika hili la kimataifa la nguvu za atomiki, au ataendeleza ushirikiano wake kama ambavyo Urusi amemtaka Irani kuweza kuendeleza ili kuepuka migogoro ya baadaye? Japokuwa viongozi mbalimbali wanazidi kuzungumzia juu ya vita hivi vya siku 12 ambavyo vimeweza kufanyika, ambavyo vimeleta madhara makubwa sana, jambo tu ni swala la nyuklia. Tufuatilie hapa. Jina langu mimi naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media.